Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inatumia ubabe zaidi dhidi ya Venezuela. Sasa imezizuia meli 6 baada ya kuikamata meli ya mafuta huko Venezuela. Marekani imeweka vikwazo vipya kwa meli 6 zaidi zinazosemekana kuwa zimebeba mafuta ya Venezuela, siku moja baada ya kuikamata meli ya mafuta katika pwani ya nchi hiyo. Vikwazo pia vimewekwa katika baadhi ya jamaa na wafanyabiashara ambao ni jamaa wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambao meli zao zinahusiana na kile ambacho Washington inakita utawala wake haramu. Inadaiwa kwamba kuna meli zaidi ya 30 ambazo zimewekewa vikwazo na Marekani. Mkuu wa idara ya habari katika ikulu ya White House Caroline Levitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba meli iliyokamatwa inayoitwa Skipper ilikuwa imehusika katika usafirishaji haramu wa mafuta na ingepelekwa bandari ya Marekani. Caracas imeieleza jambo hilo kama ni kitendo cha uharamia wa kimataifa. Hata hivyo, serikali ya Rais Donald Trump ambayo Venezuela imeeleza kwamba mipango yake ni kuhakikisha inachukua mafuta na kuchukua rasilimali zilizopo huko Venezuela, bado inaendeleza uharamia na kwamba sasa imeamua kuweka vikwazo zaidi dhidi ya meli ambazo zinasafirisha mafuta. Hii ni ashirio la ongezeko kubwa la kampeni ya shinikizo la Marekani dhidi ya Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, ambayo imeshuhudia watu kadhaa wakiuawa katika mashambulizi kwenye meli zinazodaiwa kubeba dawa za kulevya kutoka Venezuela. Katika miezi ya hivi karibuni, meli za kivita za Marekani zimekuwa zikiingia katika eneo hilo. Utawala wa Trump umeishutumu Venezuela kwa kuingiza dawa za kulevya nchini Marekani. Venezuela, moja kati ya maeneo yenye akiba kubwa ya mafuta duniani, nayo imeshutumu Washington kwa kutaka kuiba rasilimali zake. Maduro aliapa mnamo Jumatano kwamba Venezuela haitakuwa kamwe koloni la Marekani. Hata hivyo, taarifa ya ikulu ya White House kwa waandishi wa habari mnamo siku ya Alhamisi ilifafanua kwamba Marekani imejitolea kuzuia dawa za kulevya haramu nchini humo kwa kutekeleza vikwazo. Hata hivyo, jambo hili bado halijakubaliwa sana na watu wa Venezuela, wakiona kwamba hii ni namna ambayo Marekani inatafuta njia ya kuweza kuchukua mafuta na kuangusha utawala wa Rais Nicolas Maduro. Jambo hili linaashiria kuongezeka kwa kasi kwa kampeni ya shinikizo hilo la Marekani dhidi ya Maduro. Marekani imejitolea kusimamisha mtiririko wa dawa haramu za kulevya nchini humo na kutekeleza vikwazo. Na ameeleza zaidi kwamba rais wa Marekani hangevutiwa iwapo Marekani ilipanga kukamata meli zaidi zinazosafirisha mafuta ya Venezuela. Hatutasimama na kutazama meli zinazoidhinishwa zikisafiri baharini na mafuta ya soko jeusi ambayo mapato yake yatachochea ugaidi katika utawala haramu wa Venezuela na ulimwenguni kote, Levitt alisema. Aliongeza kuwa Marekani ilipanga kukamata mafuta kwenye bodi ya nahodha baada ya mchakato muhimu wa kisheria. Levitt pia alisema Trump hatajali kabisa kusikia rais wa Urusi Vladimir Putin amempigia simu Maduro mapema siku hiyo kutoa msaada wa Moscow katika kukabiliana na shinikizo la nje linaloongezeka. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent baadaye alisema kuwa kuwawekea vikwazo wapwa watatu wa mke wa Maduro pamoja na idadi kubwa ya wafanyabiashara na meli kutakabiliana na udhibiti wa kidikteta na ukatili unaofanywa na kiongozi huyo. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X, alisema utawala wa Trump unawajibisha serikali na wasaidizi wake na kampuni kwa uhalifu wake unaoendelea. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kwa kimsingi Marekani imekuwa ikiingilia kati masuala ambayo ni ya ndani katika mataifa mengine, lakini yenyewe imekuwa ikikataa kuingiliwa mambo yake. Kumekuwepo na mambo mengi ambayo yamefanywa na Marekani dhidi ya mataifa mengine, hasa utawala wa Rais Donald Trump kwa kutumia ubabe na mabavu kwa ajili ya kuonea mataifa mengine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.